Mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia. Uko poa? Hope uko poa, lakini kwa upande wangu niko poa sana. Chap tu habari channel ambayo imeweza kujiri huko kwa mitandao ya kijamii. Naambiwa Diamond ametikisa ulimwengu au washa moto. Lakini pia amemwashia mmoja bidada Mange. Amepiga show ya kihistoria kule jijini London. Subscribe alafu tuendelee kusanuana. Unaambiwa bana katika kile ambacho kinachoweza kuelezwa kama tukio la kihistoria kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava ni msanii nyota kutoka nchini Tanzania Diamond Platnumz ameweza kuandika historia mpya kabisa kwa kujaza ukumbi mkubwa wa kimataifa ambao ulifurika hadi hakuna pa kukanyaga, unaambiwa, akitumbuiza mbele ya mashabiki maelfu waliowasha taa za simu kuangaza usiku wa burudani ya kipekee. Bana, tukio hilo liliweza kuvuta hisia za Watanzania wengi ndani na nje ya nchi, lakini pia lilithibitishwa kupitia video ambayo ilipakiwa kwenye ukurasa wa msanii Baba Levo ambaye hakuficha hisia zake kwa kuandika hakuna pa kukanyaga, nalia sana. Asante sana Diamond Platnumz akaanza kutagi ile account, amesema umetuheshimisha Tanzania. Sasa katika video hiyo bwana, maelfu ya mashabiki waliweza kuonekana wakiimba kwa sauti moja huku Diamond akifanya kile ambacho anakijua kwa ajili ya kutawala jukwaa kwa sauti, miondoko na uwepo wa kipekee kabisa ambao umeendelea kumpa heshima ya kipekee barani Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Show ya uzalendo ambacho kilionekana wazi ni zaidi katikati tukio hili ni uzalendo pamoja na fahari kubwa kwa taifa la Tanzania. Diamond Platnumz licha ya kuwa katika kilele cha mafanikio ya kimataifa hajawahi kuacha kusisitiza mzizi yake ya Kitanzania. Kupitia mahojiano mbalimbali kwenye jukwaa lenyewe, msanii huyo bwana alisikika akitamka maneno ya Kiswahili akitaja Tanzania na kuiombea nchi yetu ya Tanzania baraka tele, baraka kibao, unaambiwa. And maisha ya jukwaa bwana, mwanamuziki huyo ambaye pia ni mwanzilishi wa lebo ya WCB Wasafi alitumbuiza nyimbo zake maarufu kama Jeje, Wa, Yatapita na vibao vingine kibao pia ambavyo aliweza kuvitumbuiza. Biliwaliza na kuchekesha mashabiki mbalimbali kwa furaha, lakini pia mshangao wa hali ya juu. Mbinu zake za kisanii bwana, matumizi ya wacheza show wa kimataifa pamoja na mionekano ya kisasa ya jukwaa zilifanya show hiyo kuwa bonge ya show na ya kiwango cha Garim. Na tafsiri ya muziki wa Afrika sasa Mashariki ni tukio hilo si la kushangilia tu kwa Diamond binafsi, bali ni hatua kubwa kiukweli kwa muziki wa Afrika Mashariki. And kwa muda mrefu muziki wa Bongo Flava umetajwa kuwa na ladha ya kipekee, lakini haujawahi kupewa nafasi kubwa kimataifa kama kwa muziki wa Nigeria au Afrika ya Kusini. Diamond ameonyesha kuwa inawezekana, na sasa wasanii chipukizi wana sababu ya kuota mbali zaidi kuliko ambavyo pengine walikuwa wanafikiria. Wito kwa vijana pamoja na serikali, ushindi huu wa kisanaa umetoa changamoto mpya kwa serikali pamoja na wadau wa burudani nchini Tanzania kwamba ni wakati wa kuwekeza zaidi katika sekta ya sanaa, kuwasaidia wasanii wachanga na kuendeleza majukwaa ya kimataifa ambayo yataendeleza utambulisho wa utamaduni wa kwetu katika wakati ambao ulimwengu unahangaika na migogoro umesikika ama umasikini pamoja na changamoto mbalimbali. Diamond Platnumz ametoa sababu ya Watanzania kuweza kufurahi tena, kuwa na matumaini tena na kuweza kujivunia. Kwa hakika kama alivyosema Baba Levo, ametuheshimisha sana nchini Tanzania. Tanzania sasa inang'aa na muziki umeendelea kuwa daraja la amani, fahari pamoja na utambulisho wa taifa. So mambo yako hivyo, wewe ambaye ukufanikiwa kuona, pengine nimekusanua tu kwa namna ambavyo show ilikuwa kibabe sana, lakini pia ilikuwa ya kipekee, ilikuwa imetisha ile kinoma, na mnaambiwa kule jijini London ambako bwana mkubwa Diamond Platnumz aliweza kusafiri na baadhi ya watu kwa ajili ya show yake, show ambayo ukumbi ulijaza, watu hata wakose pa kukanyaga, watu hata wakose kupumua, ilikuwa ni hatari, unaambiwa. So ameweza kuheshimisha taifa la Tanzania na mambo kama hayo. Watu wameweza kumpongeza kwa namna kipekee kabisa kwa namna ambavyo ameendelea kuiwakilisha nchi ya Tanzania, na ukilinganisha kwenye baadhi ya mahojiano ambayo bwana mkubwa aliweza kuyafanya, alikuwa anazungumza maneno baadhi ya Kiswahili, lakini taifa la Tanzania likisikika ikionekana kwamba anajivunia nchi yake ya Tanzania, lakini pia anaiombea amani, anaiombea baraka tele nchi yetu ya Tanzania. Namna gani unalipenda kuzungumza, una hongera zipi za kuweza kumwagia, kumshushia bwana mkubwa Diamond Platnumz kwa hila ambalo ameweza kulifanya kule jijini
London, drop comment ya kwako. Section comment ni kwa ajili yako mwana familia, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia. Sisi tutapita nayo uzuri kabisa next video kwa ajili ya kuona maoni ya kwako. Mimi ni official Rose D kwenye 1 na 2. Endelea kusubscribe, endelea kusalia nasi.